Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku ya jana tuliuletea habari kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni, na hii ilikuwa ni ugomvi ambao ulikuwa kati ya Upendo Mkone na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Martha Mwaipaja. Bwana, hii ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilimeke headline sana huko mtandaoni na watu wengi sana walikuwa wanafuatilia kuhusiana na hili sekeseke. Ambapo chanzo cha haya yote ni kwamba mwanadada Upendo Mkone alifanya interview, na katika hiyo interview alimtaja Martha Mwaipaja kwamba kulikuwa kuna ugomvi kati yao, na mwisho wa siku alikuwa, nadhani utakuwa unakumbuka zile drama ambazo zilikuwa zina trend sana kumhusu Martha Mwaipaja miaka kama miwili iliyopita, na alikuwa anahitaji Upendo Mkone aweze kumtetea kwenye jamii, na hapo Upendo Mkone alivyogoma ndipo ikapelekea moja kwa moja ugomvi kati yao, na kuna point ambayo ilifikia mpaka mwanadada huyo inasemekana kwamba alimtishia maisha Upendo Mkone, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine lilimkwaza sana Martha Mwaipaja kuona kwamba Upendo Mkone anadai kwamba yeye alishawahi kumtishia maisha. Sasa at the end of the day, baada ya haya yote kutokea bwana, ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuhappen bwana ni kwamba Martha Mwaipaja akaweka wazi kwamba anataka kufungua mashtaka dhidi ya Upendo Mkone. Amejiandaa kwa ajili ya kufanya hili swala kisheria, lakini baadaye huko ni kwamba tukaona mwanadada tukaona kwamba baada ya Martha Mwaipaja kuzungumza hayo na kutangaza pia kwamba kwa sasa hivi kutokana na mambo mengi sana ambayo anayapitia amekuwa akiandamwa sana na watu wengi huko mitandaoni, basi moja kwa moja ameamua kusitisha huduma ya uimbaji wa mziki wa Injili. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Martha Mwaipaja alitangaza kwamba anasitisha kuimba Injili kwa sasa kwa sababu hali yake ya kiafya kwa ujumla haiko sawa kisaikolojia, kutokana na vitu vingi ambavyo amekuwa akivipitia huko mitandaoni, jambo ambalo watu wengi sana kwa wamelihusisha moja kwa moja na issue ambayo ilikuwa inaendelea dhidi yake yeye na Upendo Mkone. Sasa basi, baada ya hayo yote na mijadala kuwa mingi huko mitandaoni, tukaona mwanamama Upendo Mkone akawa ameamua kuomba radhi kwa yote ambayo ametokea, na akaweka bayana kwamba lengo lake alikuwa kumkera mtu yoyote, hususan Martha Mwaipaja, lakini imetokea kwa bahati mbaya kwa yale ambayo ameyazungumza huenda labda hakupaswa kuyazungumza, lakini ndio hivyo ameyazungumza na amemkwaza Martha Mwaipaja. Basi moja kwa moja Upendo Mkone akaomba radhi directly kwa Martha Mwaipaja katika moja kati ya interviews ambazo amezifanya mwanamama Upendo Mkone. Na kiukweli ni kwamba jambo hili moja kwa moja likapelekea kugusa hisia za watu wengi sana, yani wadau wengi sana mbalimbali huko katika mitandao ya kijamii walifurahishwa sana na kitendo ambacho amekifanya mwanamama Upendo Mkone kuomba radhi, japokuwa yeye ni mtu mzima, amemzidi umri Martha Mwaipaja, lakini pia vile vile yuko katika industry ya mziki wa Injili hapa Tanzania kwa muda mrefu, lakini still pale anapoona kwamba amemkwaza msanii mwingine, basi moja kwa moja yeye akajishusha na kuomba msamaha. Kwa hiyo Watanzania wengi sana walipendezwa mno na kitendo hicho ambacho Upendo Mkone amekifanya dhidi ya Martha Mwaipaja pale alipoona kwamba amemkwaza. Na baada ya hapo ni kwamba kuna video ikaenda viral akiwa anaonekana Upendo Mkone akiwa kama vile anatania, akisema kwamba mdomo wake umeponza kichwa, imepelekea matatizo yametokea na mijadala imekuwa mingi mitandaoni. Hebu msikilize hapa mwanamama Upendo Mkone. Mdomo uliponza kichwa hutaki. Ala, ndo nyimbo nimependa. Nataka nikuwekee hiyo. Mdomo uliponza kichwa. Watasema wewe unasema vibaya. Anaona aende. Mdomo So baada ya hapo ni kwamba moja kati ya taarifa ambazo zimetufikia jana jioni ni kwamba huu ugomvi kati ya Upendo Mkone na Martha Mwaipaja ambao ulikuwa unaendelea huko mitandaoni ni kwamba umekuwa solved, na moja kati ya watu ambao wameingilia kati na kusolve ugomvi huu si mwingine bali ni mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Chalamila, RC Chalamila bwana, amewapatanisha Martha Mwaipaja pamoja na Upendo Mkone, jambo ambalo limewafurahisha na kuwagusa
watu wengi sana huko mitandaoni na sehemu nyingine mbalimbali, baada ya kuona kwamba hata viongozi wa serikali nao pia hawakupendezwa na jambo hili, na moja kwa moja wakaamua kutafuta suluhu, kutafuta amani ya hawa wawili waweze kupatana, jambo ambalo kiukweli limewagusa watu wengi. Lakini pia vile vile wenyewe nao pia wamefanya interview, wamefanya mahojiano, wamelizungumzia swala hili wakiwa wameweka bayana kwamba yameisha na sasa hivi wanaganga yajayo, na pia vile vile wameamua kuendelea kushirikiana katika vitu vya hapa na pale katika swala zima la utoaji wa huduma ya muziki wa Injili hapa Tanzania. So of course peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na taarifa hiyo. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili Upendo Mkone na Martha Mwaipaja wameombana msamaha hadharani mbele ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Lakini pia vile vile hii ni kufuatia mgogoro wao uliokuwa umeibua mjadala mkubwa sana mitandaoni. Unaambiwa kwamba wasanii hao bwana wamekutana na kupatanishwa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam, ambapo wamethibitisha kuwa wamemaliza tofauti zao na kuahidi kuendelea na kushirikiana. Pia wameomba msamaha kwa waumini, mashabiki na jamii kwa ujumla. Akizungumza kufuatia tukio hilo, Martha Mwaipaja anasema kwamba anashukuru sana, umekuwa ni baraka sana katika jambo hili, kwa udhaifu wa kibinadamu, kama alikosea au kumuumiza popote pale, anaomba amsamehe, lakini pia vile vile amsamehe kabisa, na kuanzia leo nitajitahidi na pia vile vile nitajichunga zaidi, na naamini kwamba Mungu atatusamehe. Huo ulikuwa ni upande wa Martha Mwaipaja. Lakini pia vile vile kwa upande wa Upendo Mkone, yeye pia amesema kwamba ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa, na pia vile vile uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kutusaidia kufikia suluhu. Namshukuru sana Martha Mwaipaja kwa kunisamehe baada ya kumwomba msamaha, na mimi pia nimemsamehe. Tunaiomba jamii pia vile vile itusamehe ili tuendelee mbele kwa upendo. Amesema hivyo Upendo Mkone. So hivyo ndivyo situation ilivyo kuhusiana na sakata hilo la Upendo Mkone na Martha Mwaipaja. Ni kwamba ameshamaliza tofauti zao mbele ya mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.